Kwa mara ya kwanza Rais Magufuli anapishwa kwenye usukani wa moja mabasi yaendayo haraka na kisha akiwa katika jukwaa kuu, Rais Magufuli anatega sikio lake kwa umakini mkubwa kwa mawaziri wawili na watendaji wa UDART. Shauku yake ni kujua faida kiasi gani imepatikana tangu kuanza kwa mradi huo, lakini hakuna anayekata kiu yake, na baadaye akatoa maagizo haya. Ninataka leo jioni mawaziri hawa wawili na wasimamizi wa mradi wa DATS wanieleze tangu huyu interim service provider walivyokuwa wakishirikiana na serikali kwa 49 kwa 51 wametengeneza hela kiasi gani. Mbali na hilo, tayari Rais Magufuli amebaini uwepo wa watu wanaotaka kujinufaisha kinyemela kupitia mradi huo. Na wala msifanye huo mchezo wa kuanzisha vikampuni vidogo vidogo ambavyo nimevisikia, mara kikampuni cha mafuta, mara kingine cha ajira. Ninawachomekea tu kuwaeleza kwamba ninafahamu. Mkae wakosha. Awali, waziri wa nchi ofisi ya rais anayeshughulikia tawala za mikoa na serikali za mitaa TAMISEMI George Simbachawene akatoa ya moyoni, huku mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ulinzi ya Tanzania China Mark Aboud akieleza mambo yanayokwamisha shughuli za ulinzi kwenye mradi huo. Simon Group 51% na serikali kwa maana ya TIARA 49% ndio walioanzisha UDART, wakarudi na kuendelea na mradi huu. Na Simon Group akaweza kulipa kiasi cha bilioni 5.8 zilizoko jiji la Dar es Salaam. Kwa hiyo muuzaji alishapokea na fedha zake. Watu bila kutumia barabara zinazotakiwa kutumika kwa ajili ya kuingia kwenye vituo na kutumia shortcut kwa kuvuka kwa kupitia milango ambayo hairuhusiwi kuingiliwa. Hili nalo ni tatizo kubwa.